Mkurugenzi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ngara, Mheshimiwa katibu wa mbunge, vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa madiwani, wataalamu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, hoja iliyoko mbele yako ilikuwa ni hoja ya waombaji wa nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya ajira katika halmashauri ya wilaya ya Ngara. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma mwaka 2022, kanuni ya 111 kifungu cha 3 inaeleza kuwa bodi ya ajira ya halmashauri itawajibika kwa muda kwa mamlaka ya serikali za mitaa husika, ikisimamiwa na miongozo ya ajira inayotolewa na kusimamiwa na sekretarieti ya ajira iliyopo chini ya ofisi ya Rais. Aidha, kanuni ya 111 kifungu cha 3A kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022 zinaeleza kuwa mwenyekiti wa bodi ya ajira ya halmashauri atateuliwa na mamlaka ya serikali za mitaa kutoka miongoni mwa wakazi wa kawaida wa eneo husika la utawala mwenye taaluma ya utawala, rasilimali watu au sheria. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma za 2022 kifungu cha kwanza inaeleza kuwa mwenyekiti wa bodi ya ajira amemaliza muda wake tangu Januari 2026. Baada ya hapo, halmashauri ya wilaya ya Ngara itangaza nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya ajira kwa tangazo la tarehe 5 mwezi wa 2 2026, ambapo mwisho wa kupokea maombi hayo ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 2 2026 saa 9:30 mchana. Baada ya deadline kupita, maombi yalipokelewa kama ifuatavyo. Mwenyekiti, mwombaji wa kwanza alikuwa ni Gerald Omari Muhire mwenye shahada ya pili ya elimu, ambaye pia ana uzoefu kama alifanya kazi kama mwalimu wa shule ya msingi na alifanya kazi kama mkufunzi wa chuo cha walimu Ukerewe 1995 hadi 2000, lakini alifanya kazi kama mwalimu wa shule ya sekondari Kabanga 2002 hadi 2004. Alifanya kazi kama mwalimu wa shule ya sekondari Mgoma na Rukole Ngara. Alishawahi kuwa afisa elimu taaluma wilaya ya Ngara, Igunga na Mreba kuanzia mwaka 2016 hadi 2026. Alipata mafunzo mbalimbali ya uongozi katika nyakati tofauti katika vyuo vya Bugema, Chuo Kikuu Huria Tanzania na chuo cha ualimu Butimba. Ni mstaafu na ni mkazi wa wilaya ya Ngara. Mtu wa pili ni ndugu George Samuel Kagomba mwenye shahada ya sanaa degree Bachelor of Arts, na pili ana shahada ya kwanza ya sheria ya kimataifa na utawala Bachelor of Arts General in International Law and Public Administration. Amewahi kuwa afisa utumishi katika wilaya ya Iringa DC, Mbeya DC, Msoma DC kuanzia mwaka 1986 hadi 1992. Alifanya kazi kama mkurugenzi mtendaji wa halmashauri za wilaya ya Manyoni DC na Msoma DC kuanzia mwaka 1992 hadi 2012. Alifanya kazi kama mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya wilaya ya Ngara kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita. Amehudhuria mafunzo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania katika chuo cha Crodoria na Uholanzi. Amewahi kufanya kazi kama diwani katika halmashauri ya wilaya ya Ngara katika kipindi cha miaka 5. Kwa sasa ni mstaafu, anaishi katika kijiji cha Rugagira kata ya Mgogo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuzingatia kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022 zilizotajwa hapo juu, mwombaji ambaye anapaswa kukidhi vigezo ni yule mwenye taaluma ya elimu ya sanaa katika moja ya fani ya utawala, usimamizi na rasilimali watu au sheria, taaluma ambazo zimetajwa moja kwa moja kwenye kanuni, ambazo kwa kuzingatia sifa hizo mwombaji aliyekidhi vigezo ni Bwana George Samuel Kagomba. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kuonekana Bwana Samuel George Kagomba
ndiye mwenye sifa hizo, mbishano mkali ulizuka ndani ya kamati yako, na baada ya mvutano mkali kuzuka, ilifika mahala tukarudi kwenye kanuni zetu za halmashauri ambapo zilielekeza kwamba jambo ambalo litakuwa limeweka mvutano itabidi lipigiwe kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, kura zilipigwa na matokeo yakawa kama ifuatavyo. Kwanza zilipigwa kura za ndio na hapana kwa ajili ya George Samuel Kagomba ambaye alikuwa anakidhi vigezo. Kura zilizopigwa zilikuwa 27. Zilizoharibika ilikuwa 1. Kura za ndio zilikuwa 2. Kura za hapana ambazo zilimkataa bwana George Samuel Kagomba zilikuwa ni 24. Hivyo kamati yako ya madiwani ikawa imemkataa George Samuel Kagomba kwa kura 24, na baadaye kamati mwenyekiti ikaelekeza kutangazwa kwa nafasi upya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante.